tukio ambalo linaniumiza kwanza nianze na uzuri, furaha mwisho. Furaha mwisho. Kuna watu na wewe tukio cha kwa nachukia sana Miembeni. Yaani ule mtaa Miembeni. Siwazi negative. Miembeni. Nachukia sana. Unauchukia Miembeni? Mtaa. Yaani ile team yake vizuri, ile team ya Miembeni. Miembeni kuna timu mbili nakumbuka. Miembeni City na Miembeni United. Au kipindi hicho cha ndondo bwana ilikuwa ni Miembeni. Miembeni kama Miembeni represent Miembeni. Na hao sasa hivi wana nyimbo maarufu sana. Kwala. Fakale wewe bandito unatuchukia bwana. Kaambia hamna na kila nichukio nikikumbuka naumia. Yaani unajua kuna mapenzi kuna mtu ilikuwa ni mechi ya Miembeni na Emirate. Yes. Okay, sasa huko kwenye Kipuida huko. Yes. Sasa Jeba aliwasumbua sana Miembeni. Okay. Na Jeba amelelewa Miembeni. Kina Maha goalkeeper familia wale. Ni udugu kabisa. Amelelewa Miembeni. Sasa wakati wanamhitaji akaamua kwa sababu mimi nitakuja nyumbani Magomeni. Ndio timu ya Emirate nyumbani. Sasa kama wakaanza kutengeza hiyo na sio hapo tu, hata mechi za nyingine za sio rasmi Kinyanga na kwa vingine matukio yameshatokea negative mingi. Lakini huko tu nimeshuhudia mimi. Sasa ilikuwa Emirate na Miembeni. Hiyo mechi Jeba aliwasumbua sana Miembeni. Miembeni walikuwa na viungo kina Kujo, kina Sapi China, kiungo anaitwa Ibrabaka, yaani watu kweli kweli. Sasa Jeba alikuwa anawasumbua sana. Yaani akipewa mpira pale kati mechi yote imeshainama. Uwanja umeinama kabisa. Leo Emirate anashinda dhidi ya Miembeni. Miembeni hawana cha kufanya chochote. Kwa sababu ukitazama mpira unaona watu kama England walivyolemewa jana kwenye zile kwa dakika 60. Sasa ile mechi Jeba alikuwa shachukua. Walikuwa wanacheza wawili juu. Yeye na Selembe udani legend kabisa. Amkwangu Madodo. Namkubali sana. Captain Madodo. Na sasa hivi anajiendeleza kwenye professional coach naye. Alimaliza LSMD, sasa hivi anaingia kwenye fitness na mambo mengine. So ile mechi Jeba alikuwa shaiweza. Alikuwa anatoka kati na mpira na dribble anakokota na wafinya. Piga shuti post. Yaani anashambulia kwamba mechi ishalala Miembeni. Mbinu ya kwanza ile Miembeni mimi ndo nipo yangu pembeni. Mbinu ya kwanza wakamtuma kiungo moja anaitwa Kujo. Bwana tutolee nje Ujeba. Tupigie kiatu kile. Ile tunakutuma wewe kazi ya misi. Mandeta mkite aondoke. Hasa yule Kujo kila kimpiga yule Kujo na Omirei wanamliza na Omirei fupi hivi. Sasa cheze mpira. Kila wakimpiga yule Jeba anainuka. Haumii. Yaani strong kama wewe umepata kwa kucheza umemuona yaani mtu ambaye kakomaa. Ball balance BB3, ball balance, ball brain, ball control. BB3 hizo. Alikuwa nazo. Sasa kila wakimpiga mtu ipo hiyo ya kwanza shafeli. Sasa nipo pale nasikia simu ya babu. Wale viongozi wazee wangu wako na kiongozi pale anaitwa Kenge, kocha wa Miembeni kipindi hicho, yupo na rafiki yangu mmoja mzee wangu, jina nimemsahau lakini pia ukizungumzia Miembeni ndio identity Kenge, kocha Kenge pamoja na wenzake. Na Faza Jose kipindi hicho. Kuna mtu anaitwa Faza Jose, mkenda viwanjani ni mzee fulani hivi, ameshakuwa hayupo sawa lakini ni mshabiki wa kutupa Miembeni. Anabeba machupa anaingia yupo rafiki kidogo lakini alikuwa mtu smart tu back the day. Sasa inapigwa simu nipo chini pale. Pale babu anamwambia Kenge, hii mechi mimi nishanishinda. Fanyeni mnavyofanya lakini mechi nishanishinda. Kama hii ya maana yenu mnaiweka mje kuichukua hiyo mechi anayojeba mimi siwezi tena. Babu huyo sasa anaambia zake bali tushapigwa simu para mechi. Babu waje. Kumbe mambo yapo kweli kwenye ndondo leo. Sasa kwenye ndondo ya sasa huko au wengine walikutana na msukosuko finali 2013 Miembeni na Jakali. Yaani mtu anaenda kipweza huko Jakali Mongani ilikuwa na timu inayogopeka ilikuwa Jakali. Timu hatari hiyo. Mtu anaenda kipweza uume umevimba. Walimkojolea pweza. Yes, mambo yapo na mimi nimeshuhudia huko. Sasa mbinu ya pili kwamba simu ikapiga kwamba bwana mechi ishanishinda mje kuchukua mechi nayo Jeba.